Kubaliana Alex kwamba hii shida ambayo anapitia sasa hivi Kali Mangonga Ongala ni shida ambayo alipitia pia Mollin, yes. Abdulhamid Mollin. Yes. Na ni kama aliliacha jahazi wakati ambao bado halijakaa imara. Yes. Na pia kwa namna ambao viongozi wale wa KMC wanazungumza ni kama pia aliwacha kwenye mazingira ambao wenyewe walikuwa hawajajiandaa kwamba huyu mtu ataondoka. Na ndio maana alianza kulalamika. Mimi nilikuwa na mashaka sana tangu mwanzo wa msimu jinsi ambavyo waliacha kundi kubwa la wachezaji. Hawa kina Masud Kabaye, yes. kina Sadali Pangile, ilikuwa bado nilikuwa naamini walikuwa wanahitajika kwenye kikosi. Kuna quality kubwa ambao walikuwa wanaweza kufanya jambo. Kilichowashawishi kuacha wachezaji ni kuona watu kama kina Ranso wanafanya vizuri, wakaona kwamba wanaweza kuja kutusaidia. Lakini mwisho wa siku yani ligi unajua ligi yetu pia ngumu sana. Yani nilikuwa namsikia Juma Mgunda alikuwa anazungumza juzi. Akasema unajua hii ligi ni ngumu sana. Ukiwa nje huwezi kuona. Lakini sisi ambao tuko field ndio tunaona ugumu wa hiyo ligi yenyewe. Kuna muda unaweza kukaa tu ukatazama ligi jinsi ilivyo kuna kama ni ligi nyepesi kwa sababu kuna gap la alama sio kubwa kutoka mtu mmoja kwenda mtu mwingine. Lakini sisi ambao tuko field ndio ambao tunaona ugumu wa ligi yenyewe. Kwa KMC hicho pia ni moja ya vitu ambavyo vinawaponza kwamba waliacha wachezaji ambao ni wagumu, wana experience kubwa na ligi, lakini wakabakisha wachezaji wakawaacha wakaondoka, wakabaki na wachezaji ambao kidogo sasa kwenda kumatch ile speed ya ligi kwa sasa hivi inakuwa kidogo ni ngumu. Nadhani moja ya maeneo ambao wanapaswa kuyaboresha pia mwishoni mwa msimu kama atafanikiwa kubakia ligi kuu ni pamoja na kuongeza washambuliaji ambao wana uwezo wa kufunga magoli mengi. Sio kwamba KMC haifungi magoli kweli, kama kwamba haifungi magoli. Mechi dhidi ya Singida walipata magoli. Yaani hata kwenye zile mechi ngumu walifanikiwa kupata magoli. Lakini shida ni kwamba wanafunga magoli machache, halafu wanaruhusu magoli mengi. Sasa ukiwa unafunga magoli machache kuliko magoli ambayo unaruhusu kwenye mchezo, ni ngumu kushinda mechi. Yaani zaidi utapata sare au utapoteza mchezo. Yaani inakuwa ni ngumu sana kushinda mechi. Ndio kitu ambacho kinamsumbua Ongala pale KMC. Lakini kuhusiana na structure yake, namna ambavyo anapanga timu yake kwenye ile style of playing, lakini pia namna ambavyo anapanga timu yake kwenye ile structure ya uchezaji kwa maana ya kimbinu, namna ambavyo wachezaji wake wanacheza, unaona ni timu ambayo imekuwa iko coached vizuri, lakini quality inawahukumu kwenye baadhi ya maeneo.